nichukue fursa hii ya kipekee kabisa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupata ushindi wa kishindo wa 97%. Ushindi huu ni kielelezo thabiti cha imani ya wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, naanza mchango wangu pia kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa hotuba yenye mwelekeo wa maendeleo, uwajibikaji, ustawi wa wananchi wa Zanzibar. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imeonyesha dhamira ya dhati kuimarisha uchumi, hususan katika sekta ya utalii, uvuvi, biashara. Lakini katika vipaumbele vyake 15, kipaumbele chake cha kwanza alichokisema ni kudumisha amani na utulivu. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu na marais wetu wote wawili wa Jamhuri ya Muungano na Rais wa Zanzibar wanahubiri amani na utulivu. Niwaombe wananchi wenzangu, waheshimiwa wenzangu, tunapopata nafasi tuweze kuhubiri amani na utulivu, maana bila amani hatuwezi kupata maendeleo yoyote. Kwa hiyo niwapongeze sana. Lakini Mheshimiwa Spika, katika kilimo na uvuvi, ni matumaini yangu kuwa mkakati uliowekwa utaongeza tija kwa wakulima na wavuvi kwa kuwapatia pembejeo, masoko ya uhakika na teknolojia bora. Katika sekta hii, Mheshimiwa Spika, nipende kuishauri serikali yangu tukufu izidi kuwapatia vijana mikopo ili waingie katika sekta hii ya kilimo. Tumeona vijana wengi wanaelekea kwenye utalii, lakini kwenye sekta ya kilimo kuna fursa nzuri na kuna utajiri mkubwa. Niombe serikali sasa labda tuandae documentary kuonyesha vijana waliofanikiwa kupitia kilimo, ziwe zinaonyeshwa kwenye television ili vijana wetu sasa na wao wapate hamasa ya kuingia katika kilimo. Mheshimiwa Fatma, kumradhi kidogo, naomba muda wako tunaulinda, lakini naomba nimpishe mwenyekiti ili aje achukue nafasi. Alafu utaendelea. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana. Naam, msikilizaji na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi ndio anatoka katika ukumbi huu kwa ajili ya kumpisha mwenyekiti wa baraza, ambapo ni Mheshimiwa Mahmoud, naye anakwenda kuliongoza baraza kwa wakati huu hadi hapo litakapokamilika kwa kipindi hiki cha asubuhi. Msikilizaji, tuendelee kusikiliza mjadala uliokuwepo mezani. Mheshimiwa mjumbe, endelea. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, nikupongeze sana na nikutakia kila laheri katika siku hii yako ya kwanza. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye sekta ya kilimo tuwahamasishe sana vijana waingie kwenye sekta hii, kwa sababu sekta hii ina utajiri mkubwa, na tuwahamasishe vijana hawa kupitia, tuandae documentary ambazo zitaonyesha vijana ambao walioendelea kupitia kilimo, waliopata utajiri kupitia kilimo, ili vijana wetu waweze kuhamasika. Tumeona vijana wengi wanakwenda kwenye utalii peke yake, lakini kwenye kilimo kuna fursa kubwa, na tumezoea wakulima ni wale watu ambao wamestaafu serikalini ndio wanakwenda kwenye kilimo, lakini vijana wanaweza kufanya vizuri katika sekta hii, na tukifanya hivi vijana wataweza kujiajiri. Lile lengo la Mheshimiwa Rais la ajira 350 litaweza kutimia. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, ninde katika sekta ya uvuvi. Mheshimiwa Rais katika hotuba yake aliongelea vizuri, lakini hapa nitilie mkazo katika kujenga hivi viwanja vya kuchakata samaki. Tuende kujenga viwanda hivi vya kuchakata samaki. Mimi Mheshimiwa mwenyekiti, nimebahatika kwenda Iceland. Iceland ni kisiwa kama Zanzibar, na uchumi wao umekuwa kutokana na hivi viwanda vya kuchakata samaki. Vijana wamepata ajira nyingi, wameweza kujiajiri na wanafanya vizuri. Lakini katika hotuba ya Mheshimiwa Rais amesema tutanunua meli 2 za uvuvi, naamini zitakwenda kusaidia katika sekta hii. Nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa nia yake njema kuwasaidia wananchi wa Zanzibar. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, Rais ametoa kipaumbele kwa uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kuna takriban ya bilioni 100. Nimpongeze Mheshimiwa Rais
kazi kubwa nzuri anofanya, na hii ni dhahiri kwa anania safi na wananchi wake kuwainua kiuchumi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe wizara inohusika ZEA iende ikasimamie mikopo hii ili iwafike walengwa. Tunaposhuka majimboni kwenda kusikiliza changamoto za wananchi, malalamiko ni mingi kuhusu mikopo hii. Wanawake wanasema haiwafikii walengwa, watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo niombe serikali yangu tukufu tukaliangalie jambo hili na hizi fedha ziweze kuwanufaisha wanawake na makundi maalum. Lakini pia juhudi za kuboresha huduma za kijamii kama afya, elimu, maji safi na hatua zinazogusa moja kwa moja kwa wananchi. Sasa ni muhimu kuhakikisha utekelezaji unafanyika kwa wakati na kwa viwango vinavyokidhi matarajio ya wananchi. Katika sekta hii pia nipongeze serikali yangu hii kwa kujenga vituo vingi vya afya. Tumeona vituo vingi vya afya vimejenga vizuri, lakini bado kuna tatizo la wataalamu. Niombe serikali sasa izidi kuajiri wataalamu na maslahi ya madaktari yaongezeke ili wapate ari na moyo wa kufanya kazi ya ziada. Lakini pia nipongeze TRA, ZRA kwa ukusanyaji mapato mzuri. Kwa kweli nimpongeze Mheshimiwa Rais. Kipindi cha nyuma wafanya biashara walikuwa hawajahamasika kulipa kodi. Zile zinakwenda wapi? Lakini tumeona wenzetu Marekani na nchi zilizoendelea wafanya biashara wanalipa kodi kwa hiari, lakini kutokana na serikali ya awamu ya 8 kufanya jitihada nzuri na kujenga mabarabara, maskuli, tumeona wafanya biashara wenyewe wanahamasika kulipa kodi. Kwa hiyo pia nichukue fursa hii kipekee kumpongeza Mheshimiwa Rais. Kwa kweli anafanya kazi nzuri mpaka wafanya biashara wanakuwa interest wenyewe kwenda kulipa kodi bila kuhimizwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niipongeze sekta ya michezo. Tumeona michezo, umejengwa viwanja vingi vizuri, wananchi tunafarajika. Jana tu hapa kulikuwa kumekuja kuchezwa mechi ya kimataifa. Kwa kweli nipongeze sana. Lakini niombe serikali yangu tukufu, hawa vijana wa timu ndogo Juvenile, Central wapewe nafasi sasa kuingia kucheza kwenye vile viwanja. Tukiwa tunawafungia vijana wale hawapati kucheza, vipaji vitatoka wapi? Tumeona zamani watoto wanaingia katika viwanja vyovyote wanacheza, na tumeweza kupata vipaji vizuri. Kina Faisal, kina Mudathiri Yahya, kina Seif Karie, kina Shehani. Hao ni vijana tuliotoka katika zao letu la Zanzibar. Na sasa hivi kama tunavyojua, michezo ni ajira. Vijana wetu hawa wameweza kujiajiri vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi jana alikuwa naangalia mechi ya Yanga. Assist aliyoipiga Mudathiri Yahya, mimi nilifikiri ni Messi. Kwa kweli tunajivunia Zanzibar kuwa na vipaji, lakini nimuombe Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, mwende kusimamia sasa hawa vijana wetu waingie katika michezo. Mheshimiwa Spika, lakini nichukue fursa hii ya kipekee kabisa kumshukuru pia Makamu wa Pili wa Rais kwa kazi nzuri anofanya. Kwa kweli anamsaidia sana Mheshimiwa Rais, anafanya kazi, tunamuona katika miradi mbalimbali anasimamia. Katika mafanikio haya aliyopata Mheshimiwa Rais, basi na Mheshimiwa Makamu wa Pili ana mchango wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla naunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais. Naomba serikali iendelee kusimamia utekelezaji wake na wa uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi na malengo yaliyokusudiwa. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana.